Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa taarifa tukio la ajali ya barabarani iliyotokea mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2025 saa 3 kamili asubuhi katika eneo la Nyerere, barabara kuu ya Tunduma Sumbawanga, kata ya Chipaka, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Katika ajali hiyo, gari lenye namba T525 ACB aina ya Kenta ikiwa inaendeshwa na dereva ambaye hajafahamika hadi sasa kwa kuwa alikimbia mara baada ya tukio hilo baada ya kuigonga bajaji yenye namba usajili MC 308 EXE iliyokuwa ikiendeshwa na Silas Malongo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Mwaka mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, ambaye ni dereva bajaji hiyo na alifariki dunia hapo hapo kufuatia ajali hiyo. Katika ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu watatu ambao ni Ibrahim Kibadeni mwenye umri wa miaka 16, mwanafunzi, na Silas Malongo mwenye umri wa miaka 23, dereva wa bajaji, na mwanamke mmoja ambaye hajafahamika jina lake anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hadi 40, ambaye amefariki akipatiwa matibabu katika kituo cha afya Tunduma na mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo. Wote walikuwa wakazi wa mji wa Tunduma, ikiwa ni pamoja na majeruhi wawili ambao ni Venus Jaili mwenye umri wa miaka 34 ambaye ameumia mguu wa kulia, na Lois Kandongo Jackson msichana mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi, ambaye ameumia mguu wa kushoto, wote wakazi wa mji wa Tunduma. Baada ya uchunguzi wa ajali hiyo unaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari T525 ACB aina ya Kenta ambaye aligonga bajaji hiyo kwa uzembe kutokana na kutozingatia sheria na taratibu za usalama barabarani na kutojali watumiaji wengine wa barabara. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali ili kumkamata dereva wa Kenta aliyekimbia mara baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia linaendelea kuhimiza madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani, kuendesha kwa tahadhari na kuwazingatia watumiaji wengine wa barabara kwa usalama wa kila mtumiaji wa barabara. Tukio lingine, jeshi la polisi mkoa wa Songwe linapenda kutoa taarifa ya tukio la ajali ya usalama barabarani iliyotokea tarehe 15 mwezi huu majira ya saa 3 asubuhi katika eneo la Nyerere, barabara kuu ya Tunduma Sumbawanga, kata ya Chipaka, tarafa ya Tunduma, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Katika ajali hiyo, gari lenye namba za usajili namba T525 ACB aina ya Kenta ikiwa inaendeshwa na dereva ambaye hajafahamika hadi sasa kwa kuwa alikimbia mara baada ya tukio hilo. Ni baada ya kuigonga bajaji yenye namba za usajili MC 308 EXE iliyokuwa ikiendeshwa na Silas Malongo mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Mwaka mji wa Tunduma, wilaya ya Momba, ambaye ni dereva wa bajaji hiyo na alifariki dunia hapo hapo kufuatia ajali hiyo. Katika ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu watatu ambao ni Ibrahim Kibadeni miaka 16, mwanafunzi wa shule ya sekondari, Silas Malongo mwenye miaka 23, dereva bajaji, na mwanamke mmoja ambaye hajafahamika jina lake anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 na 40 na ambaye amefariki wakati akipatiwa matibabu katika kituo cha afya cha Tunduma, na mwili wake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo Tunduma. Wote walikuwa ni wakazi wa mji wa Tunduma, ikiwa ni pamoja na majeruhi wawili ambao ni Venus Jaili miaka 34 ambaye huyu aliumia mguu wa kulia, na Lois Kandongo Jackson msichana mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi, ambaye aliumia mguu wa kushoto. Wote ni wakazi wa mji wa Tunduma. Baada ya uchunguzi wa ajali hiyo inaonyesha kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Kenta aliyotaja hapo juu, ambaye aligonga bajaji hiyo kwa uzembe kutokana na kutozingatia sheria za usalama barabarani na watumiaji wengine wa barabara. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na msako mkali kumsaka dereva huyo aliyekimbia mara baada ya kusababisha ajali hiyo. Pia linaendelea kuhimiza madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani, kuendesha kwa tahadhari na kuwazingatia watumiaji wengine wa barabara kwa usalama wa kila mtumiaji wa barabara. Ni wito wangu kwao, kwa madereva wamefundishwa tuheshimu sheria za usalama barabarani, na sisi tutakuwa wakali sana kwa wale wote wanaovunja sheria za usalama barabarani. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.